Simba Sports kuelekea katika huu msimu walifanya maingizo zaidi ya nyota 10 ambao waliwasajili wachezaji 14 na ilikuwa 15 ndo kutokea, lakini 14 ndo walitokea. 15 ni la beki lao katika hili. Bila kumsahau na yule goalkeeper ambaye na yule goalkeeper aliondoka. Asante sana. Kwa hiyo naweza kusema ni mara ya kwanza, hata msimu nyuma yake pia Simba alikuwa na trending ya kusajili zaidi ya wachezaji 10 kwenye dirisha ile kubwa la usajili. Sasa msimu huu iliwabidi wafanya hivyo wakiwa na tafsiri kwamba wanakwenda kuijenga timu. Kwa hivyo unakuja kuiona Simba walisajili katika kila idara. Katika eneo la goalkeeping waliweza kuleta goalkeeper mwingine kutoka Brazil kama utakumbuka, ambaye alishia kule si ndio? Ndio. Lakini Musa Pipi ni Kamara ambaye ametokea kule Guinea Aurora, pia akajiunga na kikosi cha Simba. Katika eneo la ulinzi, kwa maana eneo la ulinzi limegawanyika, kuna wale mabeki wale wawili wa kati na mabeki wawili wa pembeni. Ukiangalia katika haya maeneo Simba wamegusa katika kile eneo la ulinzi. Unagusa katika upande wa kushoto ambako anacheza Mohamed Hussein, wamemleta Valentin Nouma kutoka nchini Burkina Faso, Mbukinabe huyu. Lakini pia katika eneo la ulinzi beki ile ya kati unakuja kuona kwamba wamemleta Karabushamu, lakini pia yupo Abdrazak Hamza, unaona bwana. Na ukitoka hapo ukienda katika eneo la kiungo limegawanyika. Kuna wale viungo ambao wanacheza katika eneo la kiungo ya ukabaji, eneo la kiungo holding midfield ama viungo wale wa chini. Unakuja kuona kwamba kuna uwepo wa Deborah Mavambo Fernandez, lakini pia Okajefa ambaye pia nafasi alikwenda kuipata, lakini pia kuna Yusuf Kagoma. Katika eneo la kwenda kushambulia, wale viungo washambuliaji watatu ambao Simba wamekuwa wakiwatumia, kuna maingizo pia mapya wameyafanya. Unakuja kuona wamechukua kina Jean Charles Awa, lakini pia SGR Budo ya Dynamo Zambia, unaona. Lakini katikati hapo ndo wakamchukua Mpanzu. Lakini katika eneo la kwenda kushambulia kule juu, washambuliaji wawili wapya, unamzungumzia striker Stephen Desi Mukwala pamoja na Lionel Lateba ambaye aliingia hapa wakati ambao tayari Simba walikuwa washacheza mechi moja hivi ya ligi kuu washacheza. Kwa hiyo nimesema kwamba Simba waligusa katika kila idara ambayo kwenye kikosi kizima waligusa kila eneo kuleta maingizo mapya, wakati ambapo walikuwa na dhana kwamba wanakwenda kujenga timu. Lakini sasa katika hawa nyota ambao wameingia kwenye msimu mpya, unakuja kugundua kuna wapo ambao wameweza kuclick kwa muda mara tu ligi tulivyoanza, wakaweza kupick the point, wakaenda kucheza vizuri, lakini kuna wengine ambao wakawa wanakuja taratibu. Kwanza lazima uangalie, ambacho gundua kuna point moja ya msingi. Usiangalie performance yako kushuka au kupanda. Tunaangalia skeleton ya Simba ilikuwaje katika huu msimu ambao ulikuwa unakuja. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Simba walikuwa kuna maeneo ambayo tayari kupo kushakuwa na joint. Kwa mfano eneo la safu ya ulinzi, maeneo yale ya pembeni tayari Mohamed Hussein na Kapombe wale ndio first choice. Skeleton ya Simba iko pale kwa maana tayari wapo. Eneo la kwanza eneo la kwanza. Lakini katika eneo la ulinzi unamzungumzia beki huyu kutoka Cameroon kwa maana Chefolo Malone. Tayari alikuwa ameshajisimikia namba, si ndio? Kwa alitafutiwa partner wake baada ya Enock Inonga Baka Verani kuondoka, si ndio? Kwa katika ule eneo unakuja kugundua baliletewa Abdrazak Hamza na Karabushamu, si ndio? Na waliweza kupishana hapa nafasi. Lakini katika eneo la kiungo ilipotazamiwa pata ile picha ya mechi dhidi ya APR ya Rwanda kwenye Simba Day, tuliamini kwamba Deborah Mavambo anaweza kufanyaje akabaki pacha na nani na Fabrice Ngoma. Lakini baada ya Kagoma kuruhusiwa kucheza ikabadilika meza, mambo yakachanganya muda ya Kagoma na Fabrice Luamba Ngoma. Kwenye eneo la safu ya ushambuliaji pale juu, pale tunazungumzia katika eneo la kiungo wa ushambuliaji kwenye mechi dhidi ya APR, kila mtu alizungumzia SGR Budo, ndiye ambaye alikwenda kusababisha penalti ya kwanza ya Simba kwenye ile mechi, ndio alipiga Mkwala ile akakosa. Kwa hiyo tukasema kwamba ile eneo Budo tayari ana namba kwenye hiyo nafasi. Lakini baada ya msimu kuanza tukaweza kuona alikuwa na gawana namba na kina Edwin Barua na Chasambi pamoja na Kibu Dennis.
na katika eneo la kwenda kushambulia tukaamini kwamba Steven Mukwala anaweza kwenda kuanza moja kwa moja katika huu msimu, lakini baada ya kuanza vibaya kwenye mechi ya kwanza na ya pili, ndio Simba wakamleta Lionel Ateba ambaye mechi ya kwanza aliwafunga Azam. Kwa hivyo mimi nimezungumzia katika eneo la schedule ambavyo Simba ilivyokuwa, ukiangalia ilivyokuwa inaanza, ili uweze kupata picha ni yupi ambaye amefanikiwa kuingia hata kabla msimu Simba ya kwanza naye. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ukipata pale picha lazima mguse mtu mmoja mmoja katika eneo la goalkeeping. Pimpini Kamara ameweza kufanikiwa, alianza na Simba kwanza kwenye mechi apere ile ya Simba Day mpaka sasa hivi yupo kwenye kosi cha kwanza. Katika eneo la ulinzi uwezo kaamini sasa hivi tunazungumza, yawezekana kuumia kwa Chefono Maloni kumeleta pacha nyingine mpya ya Karabushamu na Abdrazak Hamza ambaye mara nyingi alikuwa anaanza Chefono Maloni. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unajua kugundua hapo katika nyakati sasa hivi ambazo zinazidi kuendelea, ni kama vile kuna nyota wengine ambao wameweza kuamka katika kama huu. Ndio yale ndio. Sawa, asante sana Leonard Musekula.